Jambo la pili ambalo litatokea, Mungu amenipa mawili niyaseme. Kutakuwa na vurugu, migongano na sijui nielezeje. Kutakuwa na vurugu, migongano na hali ya sintofahamu kwenye Chama cha Mapinduzi kuanzia mwezi wa 5, wa 6 na wa 7 mpaka bunge likija kuisha na ile wiki yatatokea mambo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Watu waliokuwa wamekaa kimya, mwezi wa 3 tarehe 5 nilitoa unabii nikasema kutakuwa na pembe zitaanza kutoboa kuta za Yeriko. Wakati nilitumia neno la star kidogo nikasema Yeriko ni CCM. Kwa hiyo wa 5, wa 6, wa 7 CCM inapaswa kujishikilia. Yatatokea na hakuna wa kuyazuia. Ndio bahati mbaya sasa. Yaani mtalionja lile joto lenyewe. Ni Mungu mwenyewe ameruhusu jambo hili. Kwa sababu mwisho wa siku litazaa jambo lake pia. Kwa hiyo hata mseme sijui mtawatishia muwafute wanachama, kuna watu watawazidia idadi, watawazidia wingi na watawazidia nguvu. Kwa hiyo hamtaweza kufanya chochote. Matajiri na wenye mamlaka wanaogopa sana kelele kuliko silaha. Hivi sasa tunaishi katika ulimwengu wa kutesa wengi ili kuwafurahisha wachache. Yesu aliingia Yerusalemu kubadilisha huo mfumo wa kuwatesa wengi kwa ajili ya mmoja. Akaubadilisha mfumo wa kumtesa mmoja kwa ajili ya wengi. Mmoja mwenye haki ateseke ili wengi wapate nafuu ya maisha. Kukwepa mateso ni kukwepa baraka. Tunaalikwa kuyakabili mateso kwa ajili ya baraka za kimungu. Hawa watawala wanaoogopa kelele za wanafunzi wa Yesu wanatualika kutafakari sana katika imani yetu. Bwana Yesu anasema kelele zitaendelea kuwepo, ila mchague nyinyi. Mnataka kelele za watu au mnataka kelele za nini? Za mawe. Kanisa na viongozi wa dini wanapojihusisha na maisha ya uchumi, wanapojihusisha na maisha ya siasa, wanapojihusisha na utamaduni, wanapojihusisha na sayansi, wanamuiga Kristo Yesu, kwa sababu hata yeye alijihusisha na maisha hayo ya mwanadamu mzima. Alikuja ili tuwe na uzima, tena tuwe nao tele, kama tunavyosoma katika Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Ni kwa ajili hiyo kanisa likitoa huduma ya elimu, likitoa huduma ya maji, likiombea mvua, likikemea wachawi, likitetea wanaoonewa, linafanya wajibu wake usiohitaji shukurani. Huhitaji kulishukuru kanisa kwa kufanya hayo. Huo ndio wajibu wake ambao limeurithi kutoka kwa Yesu Kristo aliyefufuka. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu Kristo ni kibali kwa kanisa. Ni kibali kwa kanisa kuziambia mamlaka za dunia kwamba mateso na kifo havifai tena, watafute njia nyingine. Kanisa likifanya hivyo haliingilii siasa. Kanisa hili na viongozi wa dini hawa tukisimama barabarani tukapongeza na kushangilia serikali yetu kwamba inaupiga mwingi, tunakuwa tuingilii siasa, kwa sababu tumefanya nini? Tumepongeza. Lakini tukisimama tukasema mnaupiga mchache, hapo tumeingilia nini? Tumeingilia siasa. Ninachoona na ninachoamini, wanaopinga kanisa kufanya utetezi hawajawahi kuonewa wakatetewa. Hawajawahi kuonewa. Siku wakionewa na kanisa likasimama likawatetea, ndipo watakapojua kwamba ni muhimu sana kanisa kusimama katika zamu yake
na kuwatetea wanaoonewa. Mimi ninaamini kabisa kwa kadiri tunavyoruhusu dhambi na dhuluma kutamaraki katika jamii yetu, kila mtu anaweza kuonewa siku moja, tena wakati wowote. Haijalishi una nguvu na madaraka ya namna gani, ipo siku na wewe utafanya nini? Utaonewa. Kwa hiyo tukiruhusu mifumo ya uonevu iendelee kushamiri, hata wale tunao wadhani ni wakubwa sana, kuna siku wataonewa. Mimi niwaambie, siku moja nilitumiwa barua na spika wa bunge la Namibia. Akasema, Askofu Bagonza, nakufahamu, nimewahi kuwa nawe katika mikutano, nimekuona ukitetea watu hata usiowajua. Sasa nina jambo moja na kuomba utusaidie. Tunaomba umwandikie barua rais wa Afrika ya Kusini. Wakati huo alikuwa Thabo Mbeki. Kuna watu wawili muhimu sana walioshiriki katika harakati za ukombozi, lakini Thabo Mbeki amewafungulia mashtaka mabaya. Tunaomba uandike barua kumwomba Rais Thabo Mbeki hawa watu awahurumie, kwa sababu ya kazi nzuri walioifanya wakati wa kupigania uhuru na kuondoa ubaguzi wa rangi wa Afrika Kusini. Nikaandika ile barua, nikaituma. Kumbe zilikusanywa nyingi toka duniani. Mmoja wapo alikuwa ni katibu mkuu wa Baraza la Makanisa Afrika Kusini, Mchungaji Frank Chikane na wenzake. Basi wakapata msamaha. Lakini mimi nilivyomfahamu Frank Chikane wakati ule wa kupigania uhuru, alikuwa labda ni mtu watatu katika Afrika Kusini kwa nguvu na mamlaka. Lakini tazama, hata yeye alifunguliwa nini? Mashtaka. Mimi nawaambia, mifumo ya uonevu ikiruhusiwa kushamiri, hakuna ambaye hawezi kuonewa. Hata rais wetu anaweza siku moja akaonewa. Ana nguvu, rais kwa mujibu wa katiba ana nguvu sana, ana mamlaka, lakini kuna siku anaweza kuonewa, na anaweza akaonewa hata kabla hajatoka madarakani. Labda niwape mfano mwingine. Mimi si mnaniona hapa ni askofu wenu, mnafikiri na madaraka makubwa kwenye dayosisi hii, lakini wasaidizi wangu wakiamua kunionea, wanaweza kunionea mpaka mkanihurumia. Kama wewe baba mwenye nyumba unavyoweza kuonewa na mke wako na watoto, yani humo ndani ya nyumba, lakini hujui kinachofanya nini. Ukiingia wote kimya, ukitoka ndio wanaanza mambo yao. Kibaro vyafandimwa ammo, mko hapa, lakini mambo yanaendelea ndani kati ya mama na watoto, na wewe ufanye nini? Hata shamba wanaweza kuliuza usijue kwamba limefanya nini, limeuzwa. Kwa hiyo wasaidizi wangu wanaweza kuamua kunidanganya, wanaweza kuamua kunificha yanayoendelea kwenye dayosisi. Tena bahati mbaya mimi nasafiri sana, ninarudi hapa kila kitu kinafichwa, mimi nafikiri mambo yako salama, kumbe mambo yameshafanya nini, yameshaharibika. Kwa njia hiyo na mimi nakuwa nimeonewa na wasaidizi wangu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapoliona kanisa likisimama kupaza sauti ya kutetea watu, kwa kweli tunatetea hata mamlaka zisije zikaonewa na wasaidizi wao. Kanisa hili na viongozi wa dini hawa tukisimama barabarani tukapongeza na kushangilia serikali yetu kwamba inaupiga mwingi, tunakuwa tuingilii siasa, kwa sababu tumefanya nini? Tumepongeza. Lakini tukisimama tukasema mnaupiga mchache, hapo tumeingilia nini? Tumeingilia siasa. Ninachoona na ninachoamini, wanaopinga kanisa kufanya utetezi hawajawahi kuonewa wakatetewa. Hawajawahi kuonewa. Siku wakionewa na kanisa likasimama likawatetea, ndipo watakapojua kwamba ni muhimu sana kanisa kusimama katika zamu yake na kuwatetea wanaoonewa. Mimi ninaamini kabisa kwa
kwa kadiri tunavyoruhusu dhambi na dhuluma kutamaraki katika jamii yetu, kila mtu anaweza kuonewa siku moja, tena wakati wowote. Haijalishi una nguvu na madaraka ya namna gani, ipo siku na wewe utafanya nini? Utaonewa. Kwa hiyo tukiruhusu mifumo ya uonevu iendelee kushamiri, hata wale tunao wadhani ni wakubwa sana, kuna siku wataonewa.